Rais wa Marekani Donald Trump aliionya Irani kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea Irani, nacho ni vurugu za maandamano. Serikali ya Irani ilikuwa inasema hayo sio maandamano, bali ni vurugu, uhalifu na ugaidi. Mataifa mengi ya Ulaya yakiongozwa na taifa la Marekani yalikuwa mstari wa mbele katika kuunga vurugu hizo. Taifa la Irani lilionya waandamanaji kuto kuendeleza vurugu hizo na waache mara moja, lakini waandamanaji walikuwa wanaendelea kuchoma majengo pia na kushambulia watu wa usalama wa taifa la Irani katika maeneo husika. Donald Trump alisema serikali ya Irani ikitumia nguvu katika kuwatuliza waandamanaji au kufanya mauaji katika maandamano hayo, atatumia nguvu ya kijeshi ya Marekani kuishambulia Irani. Irani ikasema haitamwogopa mtu yoyote wala kuacha kutumia nguvu zake stahiki katika kulinda mamlaka yake pamoja na desturi zake za Kiislamu. Irani ikatumia kikosi maalum ambacho kinaitwa NOPO kwa kuweza kutuliza ghasia hizo, kwani waandamanaji wengi na viongozi wengi wa maandamano hayo walianguka kwa kupigwa risasi. Marekani ikatoa onyo kali tena na kusema itaingia kijeshi Irani na kuishambulia Irani. Na ilivyofikia tarehe 14 mwezi wa kwanza 2026, Marekani akasema ninajiandaa kuishambulia Irani ndani ya masaa 24. Taharuki ilikuwa kubwa Mashariki ya Kati. Viongozi wa nchi za Kiarabu walikutana na kuitaka Marekani isifanye hivyo, kwani kufanya hivyo kutaleta udhorotaji wa biashara ya mafuta pamoja na amani ya Middle East. Baada ya presha kuwa kubwa na Irani kusema shambulizi lolote ambalo litailenga Irani, basi vituo vya kijeshi vya Marekani viliopo Middle East havitosalimika. Irani wakatoa tageti zao ni maeneo gani watashambulia iwapo Marekani itashambulia Irani. Na kufikia jana, Irani ikafunga anga lake, hakuna ndege yoyote kuingia, tayari wakijiandaa kwa vita hivyo. Lakini katika hali ya kushangaza, Rais wa Marekani Donald Trump katika mkutano wake na waandishi wa habari alisema kwamba Irani haiwapigi tena waandamanaji wala kuwaua waandamanaji hao. Hivyo basi sitafanya mashambulizi ya kijeshi kutokana na Irani imejizuia kufanya hivyo kwa waandamanaji. Kwa lugha ya kivita hapa tunasema Irani ni mshindi kwa kutokana na nguvu na power aliyokuwa nayo Marekani. Mpenzi mtazamaji, huu ndio mwisho wa makala hii fupi kutokana na mvutano ambao unaendelea Marekani na Irani. Mpenzi mtazamaji, usisahau kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Wabillahi tawfiq wa aqul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhibbukum bila hudud fi amanillah wa ila al-liqa.